Naam, uhali gani mwanafamilia na mtazamaji wa Mega Media Tanzania. Leo tena ni tarehe 25 mwezi Oktoba mwaka 2025. Karibu tena ndani ya upepo wa magazeti ambapo tutakwenda kuangazia vichwa vya habari vilivyoandikwa kwenye magazeti mbalimbali yaliyotufikia asubuhi hii leo. Kama unatufuatilia kupitia YouTube, basi usisahau kusubscribe, kulike, lakini pia kucomment, na mitandao mingine ya kijamii usisahau kutufollow. Kuna nini katika magazeti ya siku hii ya leo Oktoba 25? Basi ungana nami Balama Tanzania. Moja kwa moja katika gazeti la Nipashe ambapo linasema kwamba wagombea urais wapigana vikumbo. Habari picha wanaonekana baadhi ya wagombea urais kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, na ukurasa wa pili na watatu basi utaipata taarifa hii katika gazeti la Nipashe. Lakini pia taarifa inayosema kwamba kigoda cha Mwalimu Nyerere chatoa maazimio 7. Habari hii katika ukurasa wa 7, na habari picha anaonekana Profesa William Anongise katika gazeti hili la Nipashe. Moja kwa moja habari inayosema kwamba shahidi chanzo kesi ya Lissu kuahirishwa. Habari picha anaonekana mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu, na habari hii moja kwa moja katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Nipashe basi utaweza kuipata. Twende moja kwa moja kwenye gazeti la Mwanahabari. Ili ni gazeti bora kama wanavyosema wenyewe. Kuna habari inayosema kwamba kapigeni kura bila hofu, mnalindwa. Haya ni maneno ya Samia, mgombea urais kupitia kadi ya Chama cha Mapinduzi CCM. Lakini pia taarifa inayosema kwamba moja ya sharti la haki za kibinadamu ni kuto kuwazuia wengine kupata haki yao ya kikatiba. Ni maneno ya Mheshimiwa Wasira. Hili ni gazeti la Mwanahabari. Basi turuke moja kwa moja katika gazeti la Mwanahabari michezo viwanjani. Habari inayosema kwamba TPA yafunga michezo ya 18 ya Bandari 2025. Lakini pia habari inayosema kwamba Yanga yajiuliza kwa strikers leo kuelekea mchezo unaowakutanisha Yanga Sports Club dhidi ya Silver Strikers kutoka huko Malawi. Huu ni mchezo wa marudiano, wao wanaita ni mchezo wa kisasi. Lakini pia taarifa inayosema kwamba Azam yatinga makundi shirikisho Afrika kibabe baada ya kuwatandika jana KMKM kutoka Zanzibar, mchezo ambao ulivuta hisia za watu wengi sana. Lakini pia taarifa inayosema kwamba Simba yaita mashabiki kuona mauaji kesho. Habari picha anaonekana mzee wa kukanda Kibu Dennis Prosper mwenyewe. Huyu ni mchezaji hatari wa timu ya Simba Sports Club. Lakini pia gazeti la Wamachinga moja kwa moja, sauti ya wanyonge, linasema kwamba Watanzania twendeni tukapige kura. Haya ni maneno ya mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Samia Suluhu Hassan. Lakini habari hii utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga. Lakini pia habari inayosema kwamba Waziri Kombo akutana na mkuu wa mission ya uangalizi wa uchunguzi Umoja wa Afrika. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga. Lakini pia Wamachinga Sports wanasemaje? Azam yaweka historia Afrika, yatinga makundi. Habari picha inaonekana baadhi ya wachezaji wa timu ya Azam FC wakiwa wanasherekea, wakiwa na celebrate moja kati ya bao ambalo lilifungwa siku ya jana dhidi ya KMKM kutoka Zanzibar. Lakini pia habari kutoka Wamachinga Sport inasema kwamba Yanga leo, Simba Singida kesho. Habari picha inaonyesha baadhi ya wachezaji wa kikosi first 11 hii ya timu ya Yanga Sports Club. Habari hii katika gazeti la Wamachinga Sport. Lakini pia habari inayosema kwamba Dr. Migiro Samia wana michezo dam. Haya ni maneno ya Daktari Migiro akisema kwamba Samia wana michezo dam, kwamba Samia na wana michezo wanaendana katika 1 na 2. So habari picha inaonyesha mheshimiwa mwenyewe Ana Rose Migiro katika gazeti hili la Wamachinga Sport. Lakini pia michezo ya 18 TPA 2025 yafungwa rasmi. Habari hii utaipata katika gazeti hili la Wamachinga Sports. Lakini tukielekea kwenye gazeti la Uelekeo moja kwa moja, linasema kwamba Daktari Samia anasema kwamba maendeleo yatamfikia kila mtu. Habari picha inaonyesha mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM akiwa anatoa hoja zake mbele ya wananchi. Lakini pia habari inayosema kwamba Dr. Shein hakuna mbadala wa muungano. Habari picha inaonyesha rais mstaafu huyo wa visiwani akiwa
anaongea kwamba hakuna mbadala wa muungano. Lakini pia rais aidhinisha Jumatano Oktoba 29 rasmi kuwa siku ya mapumziko, siku hiyo ambayo itakuwa pia ni siku ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 Tanzania. Lakini pia taarifa inayosema kwamba Azam FC yatinga makundi. Hii ni Uelekeo Sport, wao wanasema hivyo kwamba Azam FC yatinga makundi CAF. Hii ni baada ya jana Azam FC kuwatandika vibaya KMKM kutoka Zanzibar. Lakini pia Yanga leo tutashambulia mwanzo mwisho. Hawa ni Yanga wakijigamba, wakitoa tambo zao kwamba siku ya leo watashangilia mwanzo mwisho. Kumbuka kwamba leo ni siku ya mechi ya marudiano, wao kitaalamu wanasema ni mechi ya kisasi. So we never know nani atakuwa mshindi, lakini yote kwa yote heri kwao wana Yanga Sports Club. Daktari Samia awapatia maveterani shilingi milioni 5. Maveterani hao ambao wamepewa shilingi milioni 5 na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaondoka hapa kwenye gazeti la Uelekeo Sports. Twende moja kwa moja kwenye gazeti la Uhuru, Ukweli Daima. Wao wanasema Daktari Samia ahimiza upigaji wa kura Oktoba 29, na habari picha inamwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiwa akitoa kampeni zake na hoja zake mbele ya wana CCM kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Lakini pia kishindo cha Dr. Nchimbi Ukerewe, habari picha inaonekana mgombea mwenza urais Chama cha Mapinduzi Daktari Nchimbi. Habari hii utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru. Lakini pia habari inayosema kwamba ichagueni CCM, haya ni maneno ya Daktari Mwinyi, mgombea urais Chama cha Mapinduzi huko visiwani Zanzibar. Habari hii utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru, Ukweli Daima. So pia CCM inaheshimu haki za binadamu. Haya ni maneno ya Wasira katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Uhuru, basi utaipata habari hii hapa. Lakini pia Zanzibar Leo linasema kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan asema tutaendelea kudumisha muungano. Habari picha pia inaonekana Rais Samia Suluhu Hassan ambapo anasema kwamba watazidi kudumisha muungano. So habari inayosema kwamba Mufti awahimiza Waislamu kushiriki uchaguzi. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 14 wa gazeti hili la Zanzibar Leo. Lakini pia habari inayosema kwamba tumejipanga kulinda amani. Huyu ni CP Kombo. Habari hii utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Zanzibar Leo. Turudi pale juu katika gazeti hili la Zanzibar Leo, linasema kwamba Trump akataa mpango wa Israel kunyakua ukingo wa Magharibi. Huyu ni rais wa US akisema kwamba anakataa kabisa mpango wa Israel kunyakua ukingo wa Magharibi. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili la Zanzibar Leo. Twende kwenye gazeti la The Guardian. Kimombo anasema kwamba Samia projects consolidation of Zanzibar's economic gains. Habari hii utaipata katika gazeti hili la The Guardians. Twende moja kwa moja katika gazeti la Darasa Huru, linasema kwamba biashara yako inadoda, hujarogwa. Haya ni baadhi ya mafunzo ya kibiashara zaidi. Lakini pia kuna habari au kuna kibwagizo kinachosema kwamba kuku ni mali, usiache wafe. Basi hizo ni zaidi elimu ya ufugaji katika hili gazeti la Darasa Huru la siku hii ya leo. Tumaini Letu linasemaje? Gazeti hili linasema kwamba Rais TEC anika mchakato Nyerere kuwa mtakatifu. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Tumaini. Lakini pia Askofu Lwaich, Wakristo msiwe jalada la shetani. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Tumaini. Lakini pia Askofu Musomba apinga utumwa mambo leo kumradhi. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Tumaini. Moja kwa moja katika gazeti la Sauti ya Waislamu, An-Nur linasema kwamba ni Jumatano, kapigeni kura kwa salama, tuzingatie darasa la kura 3 la mwaka 1958. Habari hii utaipata katika gazeti hili la An-Nur, Sauti ya Waislamu. Tuondoke tuende katika gazeti la Mwanahalisi, linasemaje? Hofu ya tanda, Rais Samia aonya wadau, watahadharisha njia tunayopita. Pia taarifa inayosema kwamba Lissu
akidai kwamba nakuja. Nikusome kidogo aya hii. Tarehe 13 Oktoba 2025 Lissu alifanikiwa kupiga hatua moja dhidi ya Jamhuri na kufanikiwa kuyatumia maelezo ya shahidi wa pili wa serikali. Lakini pia habari picha ikiwa inamuonyesha Mheshimiwa Tundu Lissu akiwa kwenye kizingiti cha mahakama. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Mwanahalisi. Basi katika gazeti la Saturday Monitor linasemaje? Fresh details image on Mang election. Habari hii utaipata katika ukurasa katika gazeti hili la Saturday Monitor katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Twende katika gazeti la Raia Mwema linasemaje? Onyo kali, Rais Samia abeza wanaopromosha matusi, akipiga onyo kwa wale ambao wanapromosha matusi kwa njia mbalimbali. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Raia Mwema. Lakini pia wiki ya moto hii kuelekea uchaguzi mkuu, wagombea wakiwa wanazidi kujigamba kwa wananchi. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Raia Mwema. Lakini pia Samia shujaa aliyepindua meza. Habari hii katika ukurasa wa 10 na wa 11 utaipata habari hii ya kuhusu ushujaa wa Samia aliyepindua meza. Lakini sheria rafiki kufanikisha dira 2050 hii. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Raia Mwema. Tuondoke tuende katika gazeti la Fahari ya Zanzibar. Anasema msiogope, hakuna maandamano siku ya kupiga kura. Habari picha inamuonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akipiga alama ya dole kwamba msiogope, nendeni mkapiga kura, hakuna maandamano hiyo tarehe 29. Lakini pia katika gazeti la Mwangaza linasemaje? Wiki ya kufunga hesabu. Habari picha inaonekana Rais Samia Suluhu Hassan akiwa ameshikilia kamera kama ambavyo unaweza kuona kwenye display hapo. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Mwangaza. Lakini pia Balozi Nchimbi akisema kwamba tunzeni vitambulisho vya kura kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Habari hii utaipata katika gazeti la Mwangaza ukurasa wa 2. Lakini pia katika gazeti la Jamhuri linasemaje? Samia amemaliza kazi. Habari picha inamuonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiwa amevalia mavazi ya Chama cha Mapinduzi CCM akiwa akitoa kampeni kuelekea uchaguzi mkuu. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 2, lakini pia ukurasa wa 7 wa gazeti la Jamhuri. Uchaguzi mkuu wa 7 wa vyama vingi na mustakabali wa Tanzania. Habari hii zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Jamhuri. Lakini pia tuguse hapa, linasema kwamba la elimu Rais Samia anaunganisha wa Tanzania katika ukurasa wa 7. Lakini pia kimataifa, Raila mshumaa uliozimika. Habari hii katika ukurasa wa 17 utaipata. Sina mengi zaidi kutoka kwenye magazeti ambayo yametufikia asubuhi hii leo, na huo ndio ulikuwa mwisho, tukifunga na gazeti la Jamhuri ile ambalo limetufikia asubuhi hii ya leo, siku ya tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka 2025. Zaidi sana habari ambazo zimeangaziwa hapa ni kuhusu zaidi uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kuna nini? Basi usiache kuzidi kutufuatilia. Hii ni Mega Media Tanzania. Usisahau kusubscribe, kulike, lakini pia comment. Uwe na siku njema. Mimi ni Balama Tanzania. Have a nice day.